Ndugu zangu, tumeshaingia kwenye uchumi wa kidijitali. Kwa hiyo changamoto wanayokutana mafundi ni mabadiliko eneo la kielimu. Pamoja na sifa zote walizonazo mafundi, nimefurahi sana wakurugenzi wa VETA wako hapa, watatusaidia eneo hilo. Mafundi wanakutana na changamoto ya mabadiliko ya kiteknolojia, vifaa vya kisasa, utaalamu wa kisasa wa kidijitali, lakini pia nimekuwa nikisikia hata Mheshimiwa Rais matamko mara kadhaa akihamasisha vijana kuchangamkia fursa za kidijitali. Na fursa hizi sisi mafundi tumo. Kwa hiyo kwa kusema hivi, sisi ni miongoni mwa matunda ya mamlaka ya mawasiliano. Changamoto walionayo hawa mafundi ni kwamba tunatoa wito kwa mamlaka za kielimu na wenzetu wote wanaotoa mafunzo ya ufundi na taasisi zote za kielimu kwamba tujikite kwenye mifumo ya kidijitali ndiko ambako vijana wengi wanakosa ajira, lakini wale wanaochangamkia fursa za kidijitali ajira za kiufundi zipo. 2021 tuliandaa mafunzo kwa mafundi simu ambao ni eneo ambao ni la kubwa sana kwa sekta nzima ya mawasiliano. Tumeandaa mafunzo ambayo ilipelekea pia kutoa vyeti au kutoa certificate kwa mafundi zaidi ya 100. Na takwimu ambazo tunazo, kwa maana sisi tunaangalia kanda ina mikoa 7 na Tanzania nzima, lakini kwa kanda ya nyanda za kusini tuna mafundi nadhani karibia 4,000 kwa hali ya sasa hivi. Mwaka 2021 kuna mafundi 900, lakini tumeongezeka hadi mafundi 4,000. Lakini mamlaka ya mawasiliano tunawasaidia mafundi kwenye sekta ya mawasiliano na sekta nyingine yote. Tuna kanuni zetu mbalimbali, na kanuni hizi zinafanya kutambua fundi ambaye anahusika na vifaa vya mawasiliano. Na kwa kuongeza Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nataka kuambia tulikuwa katika moja ya juhudi zetu pamoja na mafundi, tulikuwa na changamoto kwamba fundi yaje kufanya huduma za fundi, hasa mafundi simu walikuwa wanatoka na leseni. Zile leseni zilikuwa ni gharama kidogo, gharama ya maombi ilikuwa ni shilingi 50,000, lakini gharama kila mwaka ilikuwa ni shilingi 200,000. Lakini baada ya engagement ambayo tunataka kufanya, zile gharama zimepungua. Lakini tunajua nia ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanapata ujuzi ambao utawawezesha kwenda kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi. Leo hii tuko na mafundi ambao wanafanya shughuli zao za kiufundi katika stadi mbalimbali, lakini ni mafundi ambao wanatusaidia kujenga nyumba zetu, kukarabati nyumba zetu, kutuwekea umeme, kukarabati simu, kututengenezea nguo, kufanya vitu mbalimbali. Na taifa lolote ili liweze kuendelea, maana lazima tuwe na watu wenye ujuzi ambao watatusaidia kutujengea, kututengenezea na kukarabati vitu mbalimbali. Sasa hivi vyote ili viweze kufanyika, lazima kuwe na mifumo ambayo itawasaidia wananchi kuweza kupata ujuzi na kuweza kupata maarifa yatakayowawezesha kwenda kutekeleza hizo shughuli. Na kwetu sisi tunasema VETA ufundi stadi ni fursa kama zote. Yaani ukiwa tu na ufundi wote ni fursa kama zote. Ukija VETA kukupa ujuzi, basi ni fursa kama zote. Kwa sisi Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tunawaunganisha mafundi na hawa wenye viwanda ili wenye viwanda wawafundishe mafundi namna bora ya matumizi ya bidhaa, ili mteja ambaye ni mlaji wa mwisho apate matokeo sahihi. Na eneo la mwisho tunawaunganisha na fursa mbalimbali za taasisi za kifedha kwa ajili ya kupata mikopo. Tunaunganisha pia na huduma mbalimbali kama huduma ya msaada wa kisheria, lakini pia tunaunganisha na elimu ya afya kutoka kwa madaktari, ambapo tunashirikiana na OSHA na madaktari ambao wanajitolea kwa ajili ya kuhakikisha mafundi wanapata elimu ya afya ili mafundi waendelee kuwa salama na waendelee pia kufurahia maisha kama ambavyo makundi mengine wanaendelea kufurahia maisha. Kwa ufupi, hiyo ndio fundi smart na high ndio ambayo tunafanya. Hili la ubora wa material lina sura mbili. Namba 1 ni fundi awe hafahamu kwamba
tunapozungumzia square pipe, standard iliyowekwa na serikali ni hii. Lakini la pili ni sisi mafundi wenyewe kukoti bei ya kilicho bora na kuleta kilicho chini ya kiwango. Uongo kweli? Kweli? Kwa hiyo wakati serikali inatimiza ya kwake, na nyinyi timizeni ya kweli. Tunaelewana vizuri hapa? Kwa hiyo ni mbinu inatumika ili kujiongezea kipato, na inasababisha kundi kubwa la mafundi kukosa uaminifu. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACVET namba REG/ANE/029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.